Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, ladies and gentlemen. Tunamshukuru Mungu kwa uzima na afya ambao anatupatia kila itwapo leo. Okay, jana nimeposti chakula ambacho nimetumia. Ilikuwa ni nyanya chungu, ilikuwa ni bamia, lakini pia kulikuwa kuna samaki mchemsho, kulikuwa kuna mayai mawili ya kienyeji ya kukaanga. Na watu waka-comment sana, maswali yakawa ni mengi. Dokta, unakulaje hivi? Unashibaje? Ninamshukuru Mungu wa mbinguni kwa kiwango kikubwa sana kwa namna ambavyo ananipatia uzima na afya njema. Lakini kama ambavyo nimeeleza jana, usile kwa sababu unataka kushiba. Leti ya magonjwa ya lishe ni mengi sana. Lakini habari mbaya ni kwamba watu wengi sana sasa hivi mnazeeka kabla ya umri ambao sio wenu. Yaani sasa hivi mwanamke ambaye ana miaka 45 analingana na mwanamke wa miaka 60 mpaka 70. Na ukimkuta mwanamke wa miaka 65 ni sawasawa na mtu aliye na miaka 80 au 90. Na ukiangalia hali yao ya kiafya, wengi wana hali mbaya sana. Wiki iliyopita nilieleza hapa, nilitembelewa na mama wa miaka 63 ambaye aliyekuwa anateseka na shida ya miguu. Mama huyu ana wiki moja toka nimempatia dawa. Improvement ambayo anayoiona, lakini pia vyakula ambavyo nimemshauri atumie ni hivi vyakula ambavyo huwa anavifundisha hapa. Naomba nikusaidie kitu kimoja, mwanafunzi wangu ambaye unayenitazama hapa, unayenifuatilia katika mitandao yangu yote ya kijamii, unanifuatilia kupitia status na YouTube na pengine pote huko. Unatakiwa ule kwa sababu maalum, usile kwa sababu unataka kushiba. Wengi wana comment vitu vingi sana katika mitandao ya kijamii. Tukataza tusile ugali, tusile wali, tutakula nini? Ndio vyakula ambavyo tumekulia. Shida ni sayansi na teknolojia ndio imetuleta hapa. Asilimia kubwa kutokana na kazi nyingi ambazo tunazifanya sasa hivi hazituhitaji tutumie wanga nyingi. Lakini pia nimekuwa nikifundisha hapa, kuna wanga nzuri na wanga mbaya. Lazima ujue kutofautisha kati ya wanga nzuri na wanga ambayo ni mbaya.